Sasa huwa timu zinaangalia, kwa mfano kama Yanga na Simba utaangalia kutokana na performance yao katika michuano ya kimataifa. Kama hivyo Simba hivyo umeingia hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho, Yanga alipofika hatua finali kwenye kombe la shirikisho, Simba alipofika hatua ya robo finali kwa misimu mitatu mfululizo katika klabu bingwa. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinapelekea sasa mahitaji ya wachezaji wa kimataifa ni kuwachukua wale experienced players, yani wachezaji wenye uzoefu ambao wanakuja kuchangia. Sababu ukiangalia wachezaji wenye uzoefu most of them ni wale ambao unaangalia CV yake kwamba ana uzoefu wa michuano ya CAF, kwamba akifika hapa aperform ili timu itwae taji. Ni moja kati ya vitu ambavyo vinapelekea kuchukua wachezaji ambao tayari age imesogea, ingawa kwa sasa hivi kuna baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa ndio kutoka nje, lakini unaona kabisa kwamba hata ile mentality imeanza kubadilika, kwa sababu katika modern football ni biashara kama zile biashara nyingine. Mchezaji huwa ni product ambayo inauzwa wakati wowote. Mchezaji yoyote huwa ni biashara, ni bidhaa ambayo inauzwa wakati wowote. Ndio sababu unaona kina Lionel Messi ndio walikuwa wanawaprotect pale wakati wako Barcelona, lakini walikuwa na thamani, walikuwa wamewekwa gharama ambazo kama timu ikimtaji itamnunua kwa kiasi hichi. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo hata hapa kwetu mabadiliko yameanza kufanyika, kwa maana baadhi ya wachezaji kuanza kuchukuliwa labda na Yanga, alafu baadaye kama timu inamtaka kutoka timu ambayo ina uwezo wa kifedha. Kwa mfano timu za kutoka Afrika Kaskazini, Algeria, Tunisia, Morocco na Egypt zinaongoza kwa kusajili kwa gharama, kugharamia wachezaji of course, pamoja na klabu kama vile Mamelodi Sundowns South Africa, kutokana na uchumi wake na uwezo wake wa kifedha, vimekuwa vinaongoza kusajili wachezaji kwa gharama kwa mchezaji yote Afrika. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli kwa sasa angalau mabadiliko hayo yameanza kuonekana, na vilabu kuanza hata baadhi ya wachezaji kama hivyo ambao wamewasajili, unaona kabisa kwamba umri wao, kama mfano kama hivi kina Aziz Ki ambao ishaonekana kabisa kwamba kuna baadhi ya vilabu vinawahitaji. Sawa, ni subject to negotiation, kwa maana ya how much vilabu hivyo viko tayari kulipa. Kwa hiyo katika biashara ya mpira ni kitu ambacho hakikwepeki, na vilabu vyetu tayari vimeshaanza kuelewa kwamba uongozi kwa sasa hivi unaelewa kwamba football ni biashara na mchezaji ni bidhaa ambayo inauzika wakati wowote. Sawa, huyo ni Ali Mayai Tembele akibainisha hivyo, lakini tuungane na Zakaria Thabit Zakazi, msemaji wa Azam, lakini yeye tumemvuta upande huu pia. Mtazamo wake ni upi juu ya vilabu hivi kusajili wachezaji ambao wako tayari na sio wale ambao wanaweza kurudisha tena sokoni? Ya kwanza inabidi tuelewe kwa nini timu huwa zinachukua wachezaji wa umri mdogo kwa kutegemea kuwauza baadaye. Ni kwa sababu biashara ya mpira kwao ni kubwa sana. Biashara ya mpira sio kubwa. Tanzania timu zetu bado hazijaamka sana kibiashara. Sio biashara tu ya wachezaji, biashara yoyote ya mpira timu zetu hazijaamka. Kwa sababu biashara za mpira ziko kama 4 hivi. 4 inaweza kuwa 5 lakini 4 sana. Ya asili kabisa ni viingilio vya uwanjani. Match day, kuuza match day. Hakuna biashara match day Tanzania. Hakuna anayejua kuuza mechi ile siku ya mechi, kuuza na kutengeneza faida kubwa sana, hakuna. Biashara ya kuuza wachezaji ndio kama hiyo. Biashara ya kuuza merchandise, vifaa, jezi na nini, vifaa vya klabu vile, hakuna hiyo biashara. Labda sponsorship kidogo zinakuja, na zenyewe sio tunazitaka, zinakuja zenyewe. Yaani sponsorship ukiangalia 90% ya sponsorship zilizopo kwenye vilabu vyetu ni wale sponsors wali approach vilabu kuliko vilabu ku approach sponsors. Kwa hiyo biashara kubwa kwenye mpira, biashara yetu sio nzuri sana. Kwa hiyo hata vilabu kuweza kununua mchezaji kwa kuanza kumuuza baadaye, hakuna, sio kitu cha msingi sana kwao. Vilabu vyetu vinataka mchezaji wape matokeo, umpate ushinde basi umalize baa kubwa, kwa sababu mpira wetu ulianza kama mpira mwingine, lakini baadaye ikabadilika kwa biashara. Si mpira wetu ulianza kwa furaha na mpaka leo tunataka furaha tu. Ndio maana klabu yoyote ikitokea mchezaji anauzwa, kuanzia mashabiki wao hawataki mchezaji wao wauzwe, kwa sababu wanataka furaha. Yaani wao wanataka mchezaji wao acheze pale, wafurahi wao basi. Sio kwamba timu inapata hela halimuhusu mtu, yuko nyumbani kwake anataka aone mtu anafunga tu pale. Kwa hiyo sisi hatuwazi biashara ya wachezaji. Sisi tunawaza, yani nikisema sisi namaanisha vilabu vyetu hapa Tanzania, vinawaza vimpate mchezaji aje acheze, awafanyie kazi yao, waendelee. Hiyo ni sababu kubwa sana ambayo inafanya timu zisiwekeze kwenye wachezaji wenye thamani ya kuuzwa tena baadaye. Jambo lingine kwenye hilo ni kwamba timu zetu hazina mifumo mizuri ya kuendeleza vijana. Hao wachezaji wa kwenye thamani ya kuuza tena baadaye, umchukue mchezaji kutoka kutoka Ghana, umtoe wapi umlete hapa, ana miaka 17 18, inabidi kwanza umtengeneze asikie kwenye kuuzwa, ana miaka 23.
huo utamaduni wa kutengeneza wachezaji mpaka kufikia hatua hiyo si hatuna. Unaona, kwa hiyo utakuta timu haina mifumo mizuri ya kuendeleza wachezaji wa daraja hilo. Tunao labda timu imewekeza kwenye labda kwenye coaching staff, kwenye benchi la ufundi kwa ajili ya kushindana kupata matokeo, sio development ya wachezaji. Kwa hiyo timu za vijana, labda kuna ile timu ya reserve team ile under 23 ambazo wenzetu wanazo hapa hatuna kabisa. Kwa mchezaji hata hizi tunazoita academy zetu, hizi timu zetu za vijana ambayo kimsingi kabisa timu ya vijana inatakiwa ishie mechi miaka 17 kama ni academy, ana graduate kuanzia 18 anatakiwa awe kwenye graduation na kwenda kwenye timu kubwa. Kama hajapata nafasi moja moja kwenye timu, lazima awe kwenye timu nyingine labda ya 23 ile reserve team, anakuwa developed kuendelezwa aingie kwenye timu kubwa. Hatuna hiyo sehemu. Kwa hiyo utamtoa mchezaji kutoka huko Ghana ana 18 unamleta hapa, unataka ashindane na mchezaji wako mkubwa kwenye timu. Akishinda kushindana naye huna pa kumpeleka, unamtoa kafeli. Unaona hilo kwa hiyo hakuwezi kutengeneza hiyo mazingira katika mifumo hiyo. Kwa hiyo kwanza lazima tubadilishe mentality yetu sisi, tuanze kufikiria biashara ya wachezaji. Badala tu ya kutaka mchezaji atakayetoa matokeo leo, lakini tumlete mchezaji ambaye pia tunaweza kumuuza. Wakati anakuja huyo mchezaji lazima tumuandalie mazingira hapa kwetu, atakapokuja ataendelezwa vipi. Akija atakutana na timu itakayomlea ili aweze kuingia kwenye timu kubwa. Una timu ya under 23 reserve team ambayo huyu mchezaji akija na 18 atafikia kwanza kabla hajaingia kwenye timu yako kubwa hiyo, na kwanza kushindana na wachezaji walioko pale. Yaani leo hii sisi Azam FC tukamchukua mchezaji kutoka Ivory Coast ana miaka 18 aje ashindane na Fei, unamuonea. Kushindana na Fei utamuonea. Kwa lazima akae sehemu anasubiri kujifunza ili aingie pale. Anakaa wapi hiyo eneo? Ukirudisha wengine ya vijana umempoteza kwa sababu kashatoka huko. Ni mpaka tutengeneze ile bridge ili daraja la hapa kwanza kwa ajili ya transition kutoka timu za vijana kwenda timu kubwa kupitia hii timu ya reserve. Tukishaweka mazingira hayo, alafu tutengeneze mazingira mazuri sasa ya sisi vichwa vyetu kuwaza hiyo biashara ya kuuza wachezaji na tutafika mbali. Lakini kwa sasa bado hatujatoka. Haya, Zakaria Thabiti Zaka za kazi anamaliza hivyo kwamba kwa sasa bado hatujawa tayari. Tumezungumza mengi kweli kweli. Kuna final words ili tuhamie sehemu nyingine ama tuondoke? Tuondoke. Asante. Tuhamie katika kipute ambacho kinatarajiwa kupigwa siku ya Jumapili. KMC wakiwa wenyeji wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Tumetazamia maandalizi yao kupitia CEO wao Daniel Mwakasungula. Namna gani wamejiandaa na kuna athari zozote kutokea katika mabadiliko ya kiratiba eneo la kuchezea? Ilikuwa imetoka KMC kwenda Tabora. Kutoka Tabora ikarudishwa tena KMC Dar es Salaam. Kuna shida yoyote? Maandalizi yakoje? Daniel Mwakasungula huyu hapa. Maendeleo yako vizuri. Walimu wa kushirikiana na management wanaendelea na program kama zilivyokuwa zimekuwa planned. Unajua huwezi kuachia walimu kwa sababu walimu wataandaa timu. Management pia nao inahitajika kuwepo bega kwa bega kuhakikisha ina support technical bench pamoja na wachezaji kuhakikisha kwamba plan zote ambazo wameziweka basi zinaenda kufanikiwa. Kwa hiyo hicho ndio kilichopo sasa hivi na kinachoendelea sasa hivi. Kwa hiyo kikubwa vijana wanaendelea kuwa na morali kwa ajili ya mchezo hiyo minne iliyobaki kuanzia tarehe 11 mpaka kumaliza ligi ile tarehe 22. Kwenye mchezo huu ambao mnauelekea tarehe 11 dhidi ya Simba, kuna mabadiliko hapo ya uwanja yalifanyika kuelekea Tabora, ya uwanja tena ukarudishwa kwa huu wa KMC. Kuna namna ambavyo imeharibu mipangilio yenu kuelekea katika mchezo huu? Kwa namna moja au nyingine sio kikubwa sana, kwa sababu tulikuwa tumepeka mchezo ule tukacheza Tabora, kwa sababu tarehe 14 pia tunacheza Tabora ndio katika uwanja wa Hassan Mwinyi Tabora. Kwa hiyo kwa zile siku za kufanyia recovery pamoja na issue za fatigue, kuna namna unaweza ukasema inaweza kawa sio hivyo, lakini tuko nyumbani, timu kwa bado haijasafiri, timu kwa inaendelea bado kuendelea na maandalizi katika uwanja wetu wa nyumbani ambao tunautumia kila siku. Kwa hiyo kwa upande huo hakuna athari kubwa sana inajitokeza, lakini athari inaweza kujitokeza kwa sababu ni safari. Unatakiwa baada ya mchezo uanze safari, na safari ina vitu vingi. Kwa hiyo hatuomei hivyo vitu, lakini tukaelezea kwamba hiyo ndio upande ambao labda timu inapata athari, kwa sababu unatakiwa safari zaidi ya kilomita 700. Hiyo unazungumzia ni zaidi ya masaa 10 sasa hayo uweze kusafiri ufike kituo cha mchezo, uweze kujiandaa na mchezo, lakini pia uweze kucheza mchezo wenyewe. Hiyo ndo inaweza kawa na sababu ndani ya siku 2 tu unatakiwa ucheze mchezo unaofuata na unatakiwa usafiri. Lakini kwa upande mwingine kila kitu kinaendelea vizuri, na programs zinaendelea kama zimekuwa planned, na vijana wana kabisa na morali ya kupambana. Haijawa wazi sababu ya moja kwa moja kwa nini mchezo wenu umerudishwa tena KMC. Unaweza ukaweka wazi umma au bado inabaki kwenye mikono ya bodi ya ligi? Unajua taarifa zote za timu za ligi kuu nyingi ni taarifa za siri ambazo ni mawasiliano ya kupitia vile tunasema vyanzo rasmi. Kwa hiyo vyanzo vile kikweli zote vimekuwa ni vyanzo ambavyo sio vya kuviweka wazi, ni vyanzo ambavyo pia kanuni inakuwa inakukaba kwamba inatakiwa ibaki kama vile vilivyo.
Sawa. CEO pia ameshindwa kufunguka zile sababu ambazo zimefanya ile nenda rudi ile. Wewe sababu hujui. Zandari kabisa eti uwanja ukuwa tayari kwa ajili ya mchezo, lakini mchezo wao na Tabora utachezwa pale pale. Kwa baada ya siku tatu mbele uwanja utakuwa umekamilika. Ila mechi na Simba uwanja kwani uwanja si huwa una nani? Unatolewa taarifa uwanja siku 7 kabla. Sasa wao waliomba kuhamisha mchezo wiki 3 kabla kwa mujibu wa sheria na kanuni. KMC walikuwa wako sawa kabisa na bodi ya ligi walikubalia na walishawapa majibu. Lakini ndani ya siku 2-3 hapo ndio mabadiliko yamekuja kwamba uwanja kule hauko sawa. Lakini KMC wataenda kucheza mechi baada ya kucheza na Simba siku 3 mbele. Uwanja utakuwa tayari kwa ajili ya KMC kucheza na Tabora pale. Kwa KMC ukiangalia timing yake ilikuwa nzuri. Kwa sababu kwa kucheza na Tabora hapo anapumzika siku 3 acheza na Tabora tena. Anacheza Tabora na Simba. Alafu baada ya siku 3 mbele acheza na Tabora. Kwa sababu anataka mechi imerudishwa huku, anataka kucheza huku, baada ya hapo aende. Sio yani baada ya hapo apande basi aende Tabora. Kwa sababu ndege hapandi. Nadhani kuna mambo tu ambayo yamezingatiwa hapo, tukubaliane tunayo. Maana watu wanawaza tena kutoka Tabora uje urudi hapa uanze kuitafuta Moroko. Watachoka sana. Basi tutafanyaje? Bwana tumalizane na hizi taarifa za tusiwachoshe wawakilishi wa taifa. Yes, tuelekee